Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na India iko katika hali ya tahadhari baada ya meli iliyobeba shehena hatari kuzama. Kabila kuvuliwa kinga ya urais, nini kinafuata na nini hatima yake? Mpaka hatari zaidi duniani kati ya nchi mbili. Na katika makala ya Je wajua, kiongozi wa zamani wa Libya hayati Kanali Muammar Gaddafi alikuwa ni shujaa wa Afrika au kiongozi wa mabavu? Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Jeshi la Uganda limetangaza kusitisha ushirikiano wote wa kijeshi na Ujerumani baada ya kumshutumu balozi wake Mathias Asquer kwa kujihusisha na shughuli za uasi na kuwa hastahili kabisa kuwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Uamuzi wake unaashiria kuzorota kwa kasi kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Hakikana shutuma hizo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ujerumani alizitaja kuwa upuzi na zisizo na uhalali wowote. Shambulio hilo lisilo la kawaida dhidi ya Skoma linakuja baada ya kuripotiwa kuzusha wasiwasi kuhusu mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mtoto wake rais, katika mkutano uliofanywa wiki jana. Katika ukurasa wa X hivi karibuni, jenerali huyo aliitishia kumkata kichwa kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine. Jenerali Kainerugaba pia alijigamba kuhusu kumtesa mlinzi wa Wine baada ya kumzuia. Mashirika kutetea haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa yakishutumu serikali ya Uganda kwa kulenga upinzani, hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi. Wine anatarajiwa kuchuana na Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa takribani miongo minne katika uchaguzi uliofanyika mwaka ujao. Wakosoaji wa Museveni wanadai kuwa serikali inaongozwa na nasaba ya familia. Mke wake Janet Museveni ni waziri wa elimu na kaka yake Jenerali Salim Saleh ndiye mratibu mkuu wa programu za serikali inayojulikana kama Operation Wealth Creation. Jenerali Saleh alifanya mkutano wa faragha na wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya wiki iliyopita, ambapo Square, balozi wa Ujerumani nchini Uganda tangu mwaka 2020, aliibua wasiwasi kuhusu ujumbe wa kutatanisha wa mkuu wa jeshi na uharibifu wa sifa iliyokuwa ikisababisha Uganda, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Katika mkutano wa jana kule Kremlin, ameulizwa msemaji wa Vladimir Putin Dmitry Peskov jinsi alivyokuwa na wasiwasi wa ukosoaji wa Donald Trump ambaye rais wa Urusi, pamoja na maoni yake kwamba Putin alikuwa mwenda wazimu na mashambulio yake yanayoendelea dhidi ya Ukraine. Ambapo msemaji huyo amejibu shaka kwanza kwa mchakato wa mazungumzo ambayo upande wa Marekani ulifanya juhudi kubwa. Ni mafanikio muhimu sana na anawashukuru sana wa Marekani na binafsi Rais Donald Trump kwa msaada wao katika kuandaa na kuanzisha mchakato huo wa mazungumzo.
Waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa DRC wamesema rais wa zamani Joseph Kabila amewasili katika mji mkuu wa Goma akitokea uhamishoni. Serikali mjini Kinshasa imeshutumu Kabila kwa kuhusishwa na kundi linaloungwa mkono na Rwanda M23. Wiki iliyopita Seneti iliondoa kinga yake dhidi ya kushtakiwa ili aweze kushtakiwa kwa uhaini, mwariri wa kimataifa wa kanda ya Afrika ameripoti. Joseph Kabila yuko katika mazingira magumu kwa sasa kwa kuwa hana tena kinga ya kushtakiwa. Wiki iliyopita Bwana Kabila amesema kipaumbele chake kikuu ni kuondoa kile anachokiita udikteta. Kwa hiyo imewezekana kwamba mtu ambaye kwa muda mrefu alionekana kuwa karibu na Rwanda anajiunga na waasi wa Kigali wanaungwa mkono na M23 kuwa sehemu ya harakati ya kujaribu kumpindua Rais Felix Tshisekedi. Kuna hatari ambayo inaweza kusababisha mvutano mpana wa mzozo katika nchi jirani kwa upande zinazopigana. Mwishoni mwa mwezi Mei, mashindano ambapo polisi nchini Uingereza wamedhibitisha kutokea kwa tukio la gari kuwagonga watu ambao walikuwa wakitembea kwa miguu wakati wakisherekea hatua ambayo ilijitokeza ya Liverpool kushinda taji la ligi kuu ya Uingereza katika hati mwa jiji hilo siku ya Jumatatu. Mwanaume mwenye umri wa miaka 53 raia wa Uingereza anayezuiliwa baada ya tukio hilo. Ni picha za moja kwa moja kutoka katika eneo la tukio, msikilizaji, ambapo tukiachana na hayo kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekanisha kuwepo kwa mzozo wote wa kinyumbani na mkewe Brigitte Macron baada ya picha zilizopigwa na shirika la habari la Marekani Associated Press walipowasili nchini Vietnam kuzua mjadala kwenye mitandao ya kijamii. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Innocent Bashungwa ameliambia bunge kuwa serikali itahakikisha inazuia majaribio yoyote ya ndani na nje yanayolengwa kutaka kutatiza amani ya usalama wa taifa lao, akitolea mfano matukio ya hivi karibuni ya wanaharakati kutokea Kenya. Nchi yeyote na nchi yetu ikiwemo, hasa kwenye karne hii ya 21, siyo mpaka akuzuru kwa kutumia vifaru kuhesabika ni mvamizi wa nchi. Adui anaweza kuleta madhara na kuvuruga amani kwa kutumia magenge ya wanaharakati
kama ambavyo tuliona siku za hivi karibuni. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hatutakubali kamwe. Tutaendelea kuchukua hatua na kwa mujibu wa sheria kulinda amani na utulivu uliopo ndani ya nchi yetu. Jumuiya ya LGBTQ nchini Uganda inakabiliwa na mateso tangu nchi hiyo ilipopitisha moja ya sheria kali zaidi za kupinga ushoga miaka miwili iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch. Ilipitishwa mwaka 2023 na kuweka adhabu ya kifungo cha maisha gerezani kwa watu watakaobainika kujihusisha na mapenzi ya jinsia au kunyongwa. Katika ripoti yake, Human Rights Watch inasema iliwahoji watu 60 kutoka jumuiya ya LGBTQ, familia zao, wanaharakati na wanasiasa, ambapo wote walieleza kuwa jamii hiyo inaishi katika hali ya wasiwasi kwa kile wanasema sheria hiyo ni kama ilihalalisha ukatili dhidi yao. Human Rights Watch imesema kwenye ripoti yake kuwa polisi wanawanyanyasa, kuwapora mali zao, kuwakamata kiholela na kuwaweka kizuizini kwa misingi ya dhana kuwa huenda wakawa wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Waliohojiwa walisema wamekuwa wakipokea simu za vitisho sana tangu sheria hiyo ilipopitishwa, huku mwanaharakati mwingine akisema vitisho vya mtandaoni viliongezeka, ambapo wanaume 3 walivamia nyumba yake mwaka 2023 wakamshambulia na kumdhulumu rafiki yake kingono. Ripoti pia inasema mawakili wanaowatetea watu wa LGBTQ walikuwa waathiriwa wa unyanyasaji uliokithiri. Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila amewasili jijini Goma siku chache tu baada ya maseneta kumwondolea kinga kutoshtakiwa kama seneta. Kuwasili kwake Goma kumeibua hisia kali, aswa hofu ya kutokumalizika kwa vita mashariki mwa Kongo. Dodo Mirefu ni mchambuzi wa siasa za DRC. Sasa kisiasa na kisheria, Kabila ni mwanajeshi jenerali katika jeshi la Kongo ambaye aliandika barua ambayo wanaita kwa Kifaransa mise en disponibilite, kwamba nipewe kwanza nafasi niende kwenye mambo mengine, alafu baadaye naweza nikarudia kwenye jeshi. Sasa ukiwa huko kwenye hali kama na hiyo katika kazi yoyote, ni kwamba umepewa tu nafasi kwamba kwa muda huu huko kazini, lakini muda wote unaweza kurudi kazini. Wakati haswa nchi ikivamiwa, watu kama na hao wakiwa wanajeshi wanaitwa mara moja au wanajiripoti wenyewe kwenye idara ya ulinzi ili waseme kwamba sisi ni wanajeshi ambao sasa hivi hatuko kazini kwa sababu hizi na hizi, lakini kwa kuwa kuna hali ambayo inabidi sisi wote tuchangie kukingia nchi, lazima tujiripoti. Sasa badala ya hili ilisikia tu iko Afrika Kusini na sasa Goma. Sasa hapa kisheria tayari, bila na mambo mengine yote ya kisiasa yanayosema kwamba yeye ni mwanzilishi wa M23 au hapana, hili linamshika kisheria. Alafu kisiasa haieleweki. Nama Bwana Mirefu, unadhani kwa nini Kabila amechagua kurudi, haswa baada ya hatua ile ya Senate kumwondolea kinga ya kushtakiwa? Ana nini la kupendekeza leo? Alikuwa miaka 18 kwenye utawala, mambo hayakuendeka, lakini leo kuna nini jipya ambalo amelipata, amelibuni, ambalo anafikiri anaweza kuambia watu na wakakubali na wakajua kwamba kweli huyu jamaa amesema tunaweza kumkubali. Kumbuka yeye mwenyewe alitambusha muhula wake ofisini kwa miaka 2. Timing yake pia imeonyesha kwamba ni hilo kwamba hana lingine, hana la kusema. Nafikiri kina chake kilikuwa kinasoma bora kuliko hotuba aliyoifanya siku ile. Sasa leo imeonyesha kwamba kweli hana argument, labda akienda mbele ya mahakama hana la kusema, mbele ya Senate na kwamba hana la kusema. Sasa anafikiri kwamba awe na hoja ya nguvu kwa sababu hoja zake hazina nguvu. Nafikiri kila namna hiyo. Tutarajie nini haswa kutoka kwa mamlaka nchini DRC? Kumuhitaji labda kama ni kwa mazungumzo, msimamo wao tunaujua kwamba hawatazungumza na waasi. Sasa yeye anaonekana kweli kwamba alivyokuwa anashutumiwa kwamba yeye yuko upande wa waasi, sasa leo yuko wazi upande wa waasi. Kwa hiyo sijui watamhitaji, labda kutakuwa mabadiliko kesho, lakini kwa leo wakongomani wote hawataki kusikia mambo ya mazungumzo na waasi, hawataki kusikia mambo ya kuchanga jeshi wala ya kuchanga serikali. Sasa ikiwa hii ndio wanategemea, itabidi kuwa mabadiliko makubwa.
Ndio hali ambayo tutakuwa naifuatilia katika udadavuzi wetu wa kina wa taarifa zetu za habari. Viongozi wa Ulaya akiwemo kansela wa Ujerumani na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wameikosoa Urusi kufuatia mashambulio ya ndege ya nyuklia na roketi yaliyofanya usiku wa kuamkia leo, haya yakiwa mashambulio makubwa zaidi kufanywa na Moscow tangu vita kuanza. Urusi inasema mashambulio yaliyofanywa ni kujilinda dhidi iliyowaita maadui. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump, ambaye nchi yake inajaribu kutafuta suluhu la vita hilo kwenye meza ya mazungumzo, amemwelezea Putin kama mtu aliyechanganyikiwa. Ujerumani itaendelea kuisambazia Israeli silaha licha ya mashambulio ya taifa hilo dhidi ya ukanda wa Gaza kuongezeka na kusababisha ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Waziri wa mambo ya nje ya Ujerumani amesema Jumatatu hii kwamba alipuzilia wito kutoka kwa Hispania na kuiwekea Israeli vikwazo vya silaha. Nchini Tanzania, mbunge wa jimbo la Kinondoni Abbas Tarimba amemshtumu vikali mbunge mwenzake wa chama tawala CCM kwa kukosoa juhudi zinazofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan, huku akiziomba mamlaka kumchukulia hatua. Hakuishia hapo. Tarimba alionyesha kukerwa na matamshi yaliyotolewa na Gwanjiba alipozungumza na waandishi wa habari juu ya masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na utekaji. Akaonya dhidi ya hatua ya mbunge mwenzake ya kutoa mifano mibaya dhidi ya familia ya Rais Samia Suluhu Hassan. Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua amesema hatua ya wasanii ya kuhudhuria shughuli za serikali ni usaliti kwa jamii yao. Amewataka watu kutosikiliza nyimbo zao, kutowafuata kwenye mitandao ya kijamii na kutowaalika kutumbuiza kwenye matamasha ama maeneo ya starehe hadi watakapoomba radhi. Akizungumza jana Jumatatu bungeni mjini Dodoma, mbunge wa Geita vijijini Joseph Masukuma aidha amelisifu jeshi la Tanzania akisema linafanya kazi kwa weledi mkubwa. Masukuma ameonekana kushangazwa na tabia ya watu kuwapachika majina viongozi wao, akisema hayo siyo maendeleo hata kidogo kama wanavyodhani. Je, wewe ni miongoni mwa wanaosumbuliwa na ugonjwa wa mbaa? Mbaa wa kichwani ni ugonjwa wa ngozi unaowasumbua watu wengi walio na nywele fupi au ndefu. Lakini wengi hujiuliza nini hasa chanzo cha mbaa, na ni usafi au ukavu wa ngozi? Ugonjwa wa ngozi unawasumbua watu wengi walio na nywele fupi au ndefu. Lakini wengi hujiuliza nini hasa chanzo cha mba? Ni usafi au ukavu wa ngozi? Samia Mbarak alianza kusumbuliwa na mwasho wa kichwa baada ya kubadilisha mafuta ya nywele. Alijikuta akijikuna mara kwa mara, huku vipande vidogo vyeupe vikionekana kichwani na mabegani mwake. Mimi kama sanga kwenye dara najikuna, nawashwa sana, nasikia kama vile mtu mwenye wadudu wenye chawa kwenye kichwa. Yaani nasikia kama harufu, maana kile ni kama uchafu. Baada ya uchunguzi iligundulika kuwa ni mba au kitaalamu ikifahamika kuwa yabisi ya kichwa, ambapo ngozi ya kichwa hukauka au huwa na mafuta kupita kiasi na huanza kupukutika. Sana sana dandruff inaweza athiri sehemu nyingi mwilini, sana sana kwa kichwa, lakini pia kwa uso. Watu wajui pia kwa uso inaweza sumbua. Huu ni ugonjwa unaletwa na fungi, jina lake linaitwa malassezia. Hiyo malassezia sana sana huwa inapenda sehemu ambazo kuna sehemu kwa mwili zinaitwa seborrheic areas. Seborrheic areas inamaanisha sehemu ambazo ziko na mafuta. Tatizo hili linaweza kujitokeza kwa watu wa jinsia zote.
Kuna wengine kwa familia ama nini wako na ile ugonjwa ambao unaitwa eczema. Ni kama ngozi kama kidogo imekatika katika, so kawaida ile fungi huwa iko kwa ngozi, lakini kwa siku zote huwa itaingia ndani ya ngozi, lakini ikipata nafasi ya kuingia ndio inaingia. Vitu zingine za changia, saa ingine wakati wa baridi sana, wengine wakati wa joto pia inachangia. Saa ingine pia inaweza tokea kuwa kama una ile kinga yako kidogo imepungua, kama magonjwa fulani hapa imepungua, pia inasababisha pia ukapata hiyo seborrheic dermatitis ambayo ndo dandruff. Je, kuna suluhisho la tatizo hili? Ukipata matibabu vizuri, ni ugonjwa unaweza tulia. Kama ikiwa sehemu za nywele, lazima utafute dawa ambao inaweza kupitia ipenye kwa nywele. So sana sana tunatumia lotion kama hizi shampoo ambazo ziko na dawa fulani za fungi. Kuna cream unaweza tumia kwa uso, hizo sehemu topical antifungal tuazita. Lakini ikiwa ikizidi sana, kama ni imekusumbua kwa muda na kitu labda umetumia dawa ikusaidii sana, lazima pia umeze dawa za fungi za kumeza. Je, kiongozi wa zamani wa Libya hayati Kanali Muammar Gaddafi alikuwa ni shujaa wa Afrika au kiongozi wa mabavu? Jangwani na akauawa kwenye mfereji wa maji taka. Hii ni simulizi ya Muammar Gaddafi, aliyekuwa rais wa Libya, mwana mapinduzi na kiongozi ambaye kuna Walibya wengi tu wanaomkumbuka. Je, alikuwa ni shujaa au kiongozi wa mabavu? Kabla ya madaraka, utajiri na utata wa kisiasa, Muammar Gaddafi alikuwa ni mtoto maskini wa jangwani. Alizaliwa mwaka 1942 karibu na mji wa Sirte, Libya, katika familia ya kimaskini kabisa walioshika dini wakiishi kwa kuhamahama. Alisoma kwa bidii na alitembea umbali mrefu kwenda shule, inasemekana akiwa peku. Baada ya kumaliza masomo ya sheria, alijiunga na mafunzo ya kijeshi katika chuo cha Sandhurst nchini Uingereza. Mwaka 1969, akiwa na umri wa miaka 27 tu, alishiriki katika mapinduzi ya serikali ya Mfalme Idris bila kumwaga damu. Baada ya mapinduzi hayo, Gaddafi aliahidi kuleta mageuzi. Baadhi ya Walibya wanamkumbuka, lakini kwa nini? Huduma za kijamii kama elimu na afya zilikuwa bure. Inasemekana hata wanandoa walipewa pesa. Kwa kiasi kikubwa, faida ya mafuta yaliyomo nchini humo iliunufaisha wananchi wengi, wakawa na maisha bora kuliko nchi nyingi barani Afrika. Lakini haya yote sasa ni kumbukumbu tu iliyobaki. Lakini kuna upande wa pili wa Gaddafi. Katika utawala wake, upinzani ulikandamizwa sana. Gaddafi alifadhili harakati za waasi na alihusishwa na mashambulizi ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa ndege ya Pan Am mwaka 1988 ulioua watu 270. Una lipi la kumzungumzia Muammar Gaddafi? Ndiyo hali ambayo tunakuuliza, una lipi la kumzungumzia Muammar Gaddafi? Basi unaweza kutuandikia maoni yako na tutasoma katika kipindi hiki cha Afrika Leo Asubuhi. Yapo basi unaungana nasi kwenye taarifa kuu siku ya leo. India iko katika hali ya tahadhari baada ya meli iliyobeba shehena hatari kuzama. Kwa nini uhusiano wa Kabila na Tshisekedi unaendelea kuzorota? Katika kipenga cha michezo tutakuweka sawa. Na mpenzi msikilizaji, Simama na Kituo kufikia malengo yake ya uratibu
kwenye hatua kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu na utamaduni wetu. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Moja kwa moja ni nachukua fursa hii kutilia sauti kwenye maandishi yako ambao umeweza kuyaandika. Faisal Isaac anasema ubinadamu kazi. Asante sana RFA, nyie Mungu awaongoze. Natupatia kazi nzuri sana. Asante sana, nashukuru sana Faisal Isaac. Kiza Busu Paul anasema asante sana Radio Fortune Africa. Mnatupa habari moto moto, tunashukuru. Kwenye swala lile la Kabila kuvuliwa kinga ya urais, nini kinafuata na nini hatima yake? Diodon Palivi Shalukoma Palivi ni kwa ajili ya ukorofi wa bwana Tshisekedi. Tshisekedi hakuchaguliwa kuwa rais kwenye uchaguzi. Aliyeshinda ni Martin Yulu, ila Kabila akapindua meza na kumtangaza Tshisekedi kupitia kwa aliyekuwa mwenyekiti wa tume ambayo ni Colonel Nanga anayeongoza vuguvugu la M23 hivi sasa. Lakini Tshisekedi amekiuka masharti au mkataba uliofanya apewe urais na Kabila. Ndiyo maana Colonel Nanga anaongoza vita vya kumuondoa madarakani ili Kabila arudi kwenye nafasi yake. Kwa hiyo Kabila na Colonel Nanga ni taasisi moja. Naomba kuwasilisha maoni yake huyu Adam Kilinda. Cham Mlando Tanzania sema Tshisekedi sikupati hapo vizuri sana. Ifadh Paliv Ahmed Paliv dunia hata upewe yote uwe rais utosheki. Baraka Hamisi usiku mwema asema huko aliko huku ni asubuhi. Usiku mwema Paliv, asante sana. Askofu Paliv Kalonda Paliv Shikongolo Paliv na asema kwamba niko nawe hadi mwisho. Asante sana na karibu. Julian Paliv Babunga Paliv, Kabila aliongoza Kongo kama rais wa nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 18 na aliondoka madarakani kupitia uchaguzi huru aliyeusimamia mwenyewe na Colonel Nanga kama mwenyekiti, hata kama leo ni muasi. Naona hapo makubaliano yao yamevunjwa na raia ndio wanateseka. Inamaanisha hiyo nchi ni shamba lao. Maoni yake hayo. Mako Nyanda wa Izumba Tanzania anafuatilia vizuri sana Radio Fortune Africa, matangazo ya Afrika leo asubuhi. Asante na karibu. Kwenye habari ya Abbas Tarimba, mbunge wa Kinondoni pale, ambapo anasema unatoaje mifano mibaya kwa rais wetu, mgusaje mtoto wake, unajua jinsi ya kupata mtoto, unajua kulea. Anapo amshambulia mbunge Gwajima. Delphas Alois Paliva, akili ndogo inapambana kuijibu akili kubwa.
haushtuki kwa watu 83 kutekwa na kupotezwa, ila unashtuka mtoto wa rais kuongelewa au kutolewa kama mfano kwamba na yeye akitekwa rais atanyamaza. Bunge imejaa wajinga na wapuzi. Maoni yake Delphas Palivi Aloisa. Rajabu Ali wa bunge na kuona pale William Bosco Palivi, kula nyama nyamaza, lakini hata watoto wa Magufuli walikuwa watoto wa rais na saizi wanaweza kufanywa lolote. Ndiyo maana tuna support Lissu, japo tuna kadi za Chama cha Mapinduzi, lakini tunataka kupata viongozi sio wachawa. William Bosco Palivi anazungumza ya kwake. Godfrey Elias Palivi Maponga, kosa la Gwajima lisijaliona kabisa. Shida ni viongozi wa Tanzania wanajifanyanga kudandia gari kwa mbele ili rais awasifu kwamba wanamtetea. Bila shaka rais akisikiliza presa ya Gwajima, nadhani pia kuna baadhi ya watu na vitu anaweza kwenda navyo kuvifanyia kazi. Mayunga Zige Palivi Mbikilwa Palivi, kumbe katika bunge letu wasiokuwa na akili timamu wapo wengi sana. Yaani hata huyu naye ni mbunge, sijui anasaidiaje hilo jamii yake inayomzunguka, maana namuona kama uchawa msikilizaji, ni katika ule utegemezi ama kule kusifu, inaitwanga inaitwaga katika taifa la Kenya praise and worship team. Acha nitumie hiyo lugha ndio unipate. Yaani ule mtu ambaye anakubaliana tu na kila hoja na kutetea uongozi ulioko madarakani, ndio inaitwa praise and worship team, kuliko maisha halisia. Ama ni Mlilo pale hivi, ndio mfano wa viongozi walioshindwa, wanaona taasisi ya urais kama ni Mungu, ila watu wengine ndio wana haki ya kupotea. Kweli Mungu akiamua kufitinisha ufalme anawapiga upofu. Wanatazama lakini hawaoni, wanasikia lakini hawaelewi, mpaka siku muone maandishi ukutani ndio mtaelewa. Ama ni Mlilo anazungumza la kwake, ndio hilo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo habari kuu siku ya leo ni katika eneo la Mashariki ya Kati, ambako mzozo kati ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kusababisha pia hali mbaya ya kibinadamu. Nchini Tanzania, mbunge wa jimbo la Kinondoni Abbas Tarimba amemshutumu vikali mbunge mwenzake wa chama cha CCM kwa kukosoa juhudi zinazofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan, huku akiziomba mamlaka kuchukulia hatua.